Bana, habari na hujambo mtazamaji wa Makweme Sports kokote pale ulipo, nikukaribisha kwa wakati mwingine katika makala maalum inayozungumzia tamu na chungu za wekundu wa Msimbazi Simba wanapokutana na timu yeyote katika mashindano yeyote ya kafu, hasa inayotokea Afrika ya Kusini. Huenda unafahamu au hufahamu vizuri, huu ni wakati pekee ambao unaweza ukafahamu sasa tamu na chungu na rekodi za wekundu wa Msimbazi Simba wakati anakutana na timu yeyote kutoka Afrika ya Kusini. Tukumbuke kwamba Jumapili hii ya Aprili 20 mwaka 2025, bana, timu pekee ukanda wa Afrika Mashariki inazungumzia wekundu wa Msimbazi Simba itakuwa inaikaribisha Stellenbosch FC kutoka pale nchini Afrika ya Kusini katika mchezo wa mkondo wa kwanza wa nusu finali wa kombe la shirikisho barani Afrika. Katika mchezo huo utakaofanyika katika uwanja wa New Amani Complex ulioko Kisiwani Unguja, rekodi zinaonyesha upande mmoja kuwa ni mtamu zaidi kwa Simba, huku pia ikiwa mchungu pindi inapocheza dhidi ya timu kutoka pale nchini Afrika ya Kusini. Simba imekuwa ikifanya vizuri katika mashindano ya kimataifa, lakini imekuwa ikifanya vibaya katika mashindano haya ya kimataifa wakati inakutana na timu yoyote kutoka nchini Afrika Kusini. Hii itakuwa ni mara ya 4 kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba kukutana na timu kutoka Afrika Kusini katika mashindano ya kafu, lakini ikiwa na rekodi nzuri inapocheza uwanja wa nyumbani, kwani haijawahi kupoteza na ikishinda mara zote 3 zilizopita. Mbali na kuwa na rekodi nzuri ya kushinda nyumbani, lakini Simba imedondosha mara moja tu timu ya South katika mtoano, huku nyingine zote ikishindwa kupenya, maana ilishindwa kufurukuta kabisa. Hii inafanya Simba kuwa na mtihani mzito mbele ya Stellenbosch, kwani licha ya rekodi yao nzuri ya nyumbani kuwabeba, lakini inahukumiwa na rekodi ya jumla kwa kuvuka katika hatua inayofuata. Simba imekuwa ikifanya vizuri katika mashindano ya kimataifa, hususan ikikutana na timu yoyote kutoka Afrika Kusini katika uwanja wa nyumbani, lakini matokeo ya jumla, yani home and away, wamekuwa wakikutana na vipigo vikubwa vinavyotoa katika mashindano hayo. Katika mara 3 Simba iliyocheza nyumbani dhidi ya timu kutoka Afrika Kusini ilishinda kwa penalti 9-8 dhidi ya Santos kwenye raundi ya kwanza ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambayo ilikuwa ni mwaka 2003. Mikwaju hiyo ya penalti ilivusha Simba ambayo ilikwenda kukutana na Zamalek na kuiondosha pia, na kisha ikafuzu katika hatua ya makundi. Katika michezo miwili ya mtoano dhidi ya Santos ilianzia ugenini Aprili 13 mwaka 2003 na matokeo yakiwa ni 0-0, na kisha marudiano yakafanyika nyumbani na matokeo ya jumla pia yakawa 0-0, na ndipo penalti zilipoivusha Simba kwenda katika hatua inayofuata. Baada ya hapo tunakumbuka Mei 15 mwaka 2021, Simba pia ilikutana na Kaizer Chiefs katika robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ugenini ilipoteza kwa mabao 4-0 na kisha kurudi nyumbani Mei 22 mwaka 2021 na ikashinda goli 3-0, mabao mawili ya John Rafael Boko mnamo dakika 24 na dakika 56, huku Clatous Chota Chama ambaye kwa sasa anakipiga katika klabu ya Yanga akifunga bao moja mnamo dakika ya 86. Licha ya ushindi huo wa nyumbani, lakini haikutosha kabisa Simba kuvuka kwenda hatua nusu finali kufuatia matokeo ya jumla ambayo yalikuwa yanahesabika kwamba ni 4-3. Aprili 17 mwaka 2022, Simba ilikutana na Orlando Pirates katika mchezo wa robo finali wa kombe la shirikisho barani Afrika. Simba ilianzia nyumbani katika uwanja wa Benjamin William Mkapa ambapo ilishinda goli 1-0. Goli hilo liligifungwa na Shomari Kapombe katika dakika 68 kwa mkwaju wa penati. Wekundu wa Msimbazi Simba walisafiri mpaka kwa Madiba, Afrika Kusini, ambapo Aprili 24 mwaka 2022 Simba pia alipoteza mchezo huo kwa goli 1-0, ikawafanya matokeo hayo kwenda katika changamoto za mikwaju ya penalti kwa sababu ilikuwa ni jumla ya sare ya goli 1-1. Haikuwa tena bahati kwa Simba kwenda katika hatua nusu finali, maana pia waliondoshwa katika mashindano hayo. Hii ndo chungu na tamu katika mashindano ya kimataifa ligi ya mabingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba, hasa na timu ambazo zinatokea Afrika Kusini. Swali ambalo wengi tunajiuliza, matokeo mabaya ambayo Simba wamekuwa wakiyapata dhidi ya timu kutoka Afrika Kusini mwaka huu itakuwaje dhidi ya Stellenbosch Afrika Kusini? Hii ni Makweme Sports.
Endelea kutufuatilia, lakini hakikisha kwamba umesubscribe na kugonga alama kengele ili uwe wa kwanza kuyafahamu mengi ya kimichezo ambayo yanajiri katika maeneo tofauti tofauti. Makweme Sports, sisi ni michezo.